Hello, shalom mwana wa Mungu aliye hai. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na popote pale unaposikia sauti hii, Mungu akubariki sana. Na hongera wewe ambaye umepata neema ya kuweza kusikia sauti na somo hili la siku hii ya leo. Jina langu naitwa Atanas Kraus. Na nakukaribisha uweze kuambatana pamoja nami mwanzo hata mwisho wa somo hili zuri la siku ya leo ambayo Bwana ametujalia, ametupa, nami nalileta kwako. Na kabla sijaendelea na kualika kuweza kusubscribe channel hii, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nami, ni mara yako ya kwanza, tafadhali bonyeza alama ama neno subscribe ambalo limeandikwa chini ya video hii, ili uwe mwanafamilia wa channel hii, uwe mwanafamilia wa huduma hii nzuri ya Mungu, ili usipitwe na mambo mbalimbali ya Mungu ambayo anakusudia mwanadamu yajue na uyapate, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na bila kupoteza muda, kichwa cha somo kinasema tunamwangalia malaika mkuu Mikaeli ambaye ni malaika, pia unaweza kusema malaika mkuu wa vita. Malaika mkuu Mikaeli. Mjue malaika mkuu Mikaeli, malaika wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu ambatana pamoja nami, usiende popote bali tega sikio, fungua fahamu zako ili uweze kuelewa na kumfahamu vizuri huyu malaika mkuu ambaye amekuwa baraka sana katika maisha yetu ya kila siku. Na tukianza kumwangalia Mikaeli, lazima tutambue Mikaeli ni nani. Sawa, ni malaika, lakini je, ni malaika wa aina gani? Ni malaika mwenye uwezo gani? Na ni malaika mwenye kitengo kipi, ama anasimamia kitengo gani mbinguni? Malaika Mikaeli ni moja ya malaika wakuu 7 ambao wao wanasimama mbele za Mungu. Wako malaika wengi sana ambao hawasimami mbele ya kiti cha enzi, lakini Mikaeli na wenzake 6 na yeye ni wa 7 ambao hawa wana ruhusa ya kusimama uweponi mwa Bwana wakati wote wanaohitaji. Tofauti na malaika wengine ambao wao hawana ruhusa ya kwenda moja kwa moja mbele za Mungu wao kama wao, lakini Mikaeli na malaika wengine 6, hawa ni malaika wakuu ambao wamepewa vitengo vya juu sana na wana ruhusa ya kusimama mbele ya kiti cha enzi. Malaika Mikaeli, ukiachilia mbali kwamba ni malaika mkuu, lakini kitengo chake ni malaika mkuu wa vita, kwa maana anaongoza vikosi vya vita. Kama ingekuwa kwenye nchi, basi tungesema mkuu wa majeshi ambaye anasimamia vikosi vyote vinavyohusika na jeshi. Kwa Mikaeli, yeye kazi yake ni kusimamia vikosi vyote vinavyohusu mambo ya vita. Malaika wote wa vita wapo chini ya malaika mkuu Mikaeli. Pia Mikaeli ni malaika
ni malaika mkuu katika malaika wote walioko mbinguni na hata duniani. Unapotaja malaika mkuu kati ya wote ni malaika Mikaeli. Kwa hiyo inamaanisha malaika wote, hakuna malaika ambaye ni mkuu kuliko Mikaeli katika malaika wote walioko mbinguni na hata chini duniani. Kwa hiyo yeye pia ana nafasi ya juu sana katika hawa malaika wote. Mikaeli ni malaika mkuu, sio tu wa vita na sio tu malaika mkuu kati ya wale 7, lakini ni malaika mkuu katika malaika wote ambao Mungu amewaumba na wapo. Hii inamaanisha, tukichukulia mfano wa kawaida wa kibinadamu, unapoenda shuleni, kwa maana labda shule ya msingi ama sekondari, kwa nafasi ya Mikaeli ilivyokaa, ukiangalia katika mfumo wa wanafunzi, utaona kwamba kwa shule ya msingi wana kiongozi anaitwa kaka mkuu au kiranja mkuu, lakini ukienda sekondari utamkuta wakisema HP, kwa maana kiongozi mkuu wa serikali ya wanafunzi. Kwa kuna wanafunzi wote, lakini kuna mkuu katika hao wanafunzi wote ambaye yeye, kukiwa na jambo lolote kwa wanafunzi, ana uwezo wa kutoa adhabu, lakini pale ambapo inambidi kupeleka juu zaidi, basi atapeleka kwa mwalimu. Lakini yeye kama yeye ana mamlaka ya kumwadhibu mwanafunzi mwenzake, kumpa adhabu mwanafunzi mwenzake. Hii iko pia kwa Mikaeli. Unapomzungumzia Mikaeli, ni malaika mkuu ambaye ni mkuu katika malaika wote. Inamaanisha hata kama malaika akikosea, inamaanisha Mikaeli ana ruhusa ama ana uwezo wa kutoa adhabu ndogo ndogo juu ya wale malaika ambao wanaenda kinyume na kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu. Lakini kitu kingine juu ya Mikaeli, malaika Mikaeli ndiye malaika ambaye anahakikisha kila jambo ambalo Mungu anataka kulifanya duniani linaenda kama inavyotakiwa, kwa maana ya kwamba unaweza kusema huyu ndiye msimamizi mkuu wa shughuli zote za Mungu ambazo anahitaji kuzifanya duniani, na kitu chochote ambacho kinajaribu kuingilia mpango wa Mungu usifanikiwe, basi Mikaeli huwa anasimama kupambana na kuhakikisha kila kitu ambacho Mungu amekipanga kinaenda vizuri sana. Ukiangalia katika kitabu kile cha Yuda sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Kupitia hicho kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari ule wa 9, Biblia inamtaja Mikaeli kuwa ni malaika mkuu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sikuchanganya kwamba wapi imeandikwa kwamba Mikaeli ni malaika mkuu. Ukisoma Yuda 1 sura ya mstari wa 9, utaona kwamba Biblia ikimtaja Mikaeli ikisema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi. Inamtaja kuwa ni malaika mkuu. Hiyo inakupa uhakika ya kwamba Mikaeli ni malaika mkuu. Lakini ukizungumzia utofauti wa Mikaeli na malaika wengine,
ni kwamba malaika kama Gabrieli, utaona uwezo wao kwamba kama Gabrieli ana uwezo wa kumbariki au kumlaani mwanadamu, kwamba anaweza akaja akakubariki au akakulaani. Ila ukija kwa malaika Mikaeli, yeye ana uwezo wa kumbariki au kumlaani malaika mwenzake. Kwa hiyo ni uwezo ambao unamtofautisha na malaika wengine. Ndio maana ni malaika mkuu katika malaika wote. Ana uwezo kumbariki si tu mwanadamu bali hata malaika wenzake. Kwa maisha Mikaeli, yeye anashughulika sio tu na wanadamu bali na malaika wengine au malaika wenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo inakupa kufahamu ya kwamba endapo malaika wenzake au malaika yote akikosea, Mikaeli ana uwezo wa kutoa hukumu juu ya huyo malaika ambaye amekosea. Na ukirejea katika maneno yangu ya mwanzo, yanakupa kujua ya kwamba hata kama hukumu inatoka kwa Mungu, lakini anaitimiza ni Mikaeli, kwa sababu Mikaeli anashughulika na vitu vyote ambavyo Mungu anahitaji kuvifanya. Anahakikisha vinakamilika kama vile Mungu alivyopanga, kwa sababu yeye ndiye msimamizi wa shughuli zote za Mungu. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo Mungu anahitaji kuvifanya duniani, vingi huwa vinapitia kwa mtendaji mkuu ambaye ni Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda mbali zaidi utagundua ya kwamba Mikaeli ndio aliyemtupa shetani huko duniani, ili uweze kuthibitisha kitu kwamba hukumu ya malaika wengine huwa inatoka kwa Mikaeli. Yeye anapambana na shughulika na malaika wengine ambao wana nidhamu mbaya. Anahakikisha anarekebisha sio tu wanadamu mpaka malaika wenzake. Wanaokuta shetani ama Lucifer, hukumu yake ya kushushwa kutupwa duniani inafanyika na malaika mkuu Mikaeli na majeshi yake. Unapoangalia Biblia, haijaandika kuwa Mungu ndiye aliyemuondoa shetani mbinguni, ila inasema Mikaeli katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 na mstari wa 7, utaona Biblia ikisema maneno haya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Lakini mstari wa 8 anasema nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mstari wa 9 anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mtu wa Mungu, unapoangalia hii habari kwamba kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka, umeona ikiandika Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka. Na maisha Mikaeli alipigana na shetani. Kulikuwa na vita mbinguni. Hii vita haikumhusisha Mungu kwamba Mungu alipigana na shetani. Hapana. Sawa, tunamwona shetani akimkosea Mungu, akitaka kujiinua na yeye awe kama Mungu, na yeye awe ana uwezo kama Mungu, na yeye aanzishe kiti chake
cha enzi kama Mungu. Lakini hatuoni hukumu ikitoka moja kwa moja kwa Mungu, lakini tunamwona hapa Mikaeli akishughulika na huyu kiumbe. Mimi nilizani ya kwamba hii adhabu Mungu ndo angetoa, lakini namkuta Mikaeli anashughulika na huyu kiumbe ambaye hana nidhamu mbele ya baba yake. Kwa hiyo utamkuta Mikaeli akishughulika sio tu na wanadamu, mpaka malaika wengine. Kwa unaona Biblia ikiandika kwamba Mikaeli na malaika zake ndio waliomshughulikia kiumbe ambaye anaitwa Lucifer ama Shetani. Biblia ndivyo ilivyoandika. Kwa hiyo unakuta Mikaeli yeye ana viwango vya juu sana, kiasi cha kwamba ana uwezo wa kushughulika na malaika yeyote. Haijalishi uwezo wa malaika huyo ukoje, lakini Mikaeli amepewa uwezo mkubwa sana na ufahamu mkubwa wa vita kuliko malaika wengine wote walioko chini ya jua na mbinguni pia. Na unaposoma hicho kitabu cha Ufunuo, utaona kazi mojawapo ya Mikaeli ya kwamba ni kulinda utukufu wa Mungu na kuhakikisha hakuna anayeingilia ajenda za Mungu, na pia anahakikisha mbingu nzima, mbingu zote zinakuwa salama wakati wote. Usalama unaimarishwa mbinguni. Hakuna kiumbe chochote ambacho kina uwezo wa kuingilia mipango ama mikakati ya Mungu anayotaka kuifanya. Yeye anahakikisha mambo yote ya Mungu yanaenda sawa kama alivyopangwa. Kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 13. Danieli 10:13, Biblia inasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele. Bali tazama huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele. Inataja kwamba malaika wakuu, mmoja wa hao malaika wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Unaposoma Danieli 10 utagundua ya kwamba hii ni habari ambayo ilimhusu malaika Gabrieli, ambapo alizuiliwa na wakuu wa Uajemi. Lakini anasema tazama Mikaeli alikuja kumsaidia. Hivyo kazi nyingine ya Mikaeli, pale ambapo unaona majibu yako, umeomba sana, majibu yako hayaji kama inavyotakiwa, na yamkini Mungu alishakujibu, lakini kuna mahali, kuna viumbe vimeshikilia majibu yako. Unahitaji kumwambia Mungu amwachilie Mikaeli. Kila mahali ambako majibu yako yameshikiliwa, maombi yako yameshikiliwa, akayakomboe. Mwambie Mungu, nayataka majibu yangu siku hii ya leo. Mwachilie Mikaeli malaika wako mkuu, majibu yangu yakaonekane. Umeomba kwa muda mrefu, umefunga, umejinyima, lakini haujaona majibu ya mfungo wako. Mungu amekujibu muda mrefu, lakini kuna viumbe vimezuia baraka zako zisionekane. Viumbe vimezuia mafanikio yako, vimezuia neema ya Mungu juu yako isitende kazi vile inavyotakiwa. Kuna viumbe vinacheza na nyota zako. Unahitaji kumwachilia Mungu amwachilie malaika Mikaeli aweze kurejesha yale yote ambayo yameshikiliwa, yameibiwa na adui zako.
Kwanza kuta yamkini Gabrieli yeye ametumwa na Mungu kukuletea habari njema, kukuletea majibu yako. Lakini tunaona Biblia ikithibitisha kwamba kuna wakati huwa anazuiliwa, anakamatwa. Kuna mahali huwa viumbe vinamkwamisha, vinamkamata. Anajikuta amekwama kwa muda fulani na majibu yetu yanachelewesha. Hivyo unamhitaji malaika mwingine ambaye anaitwa Mikaeli. Sio tunamhitaji malaika Gabrieli akuletea majibu, bali unamhitaji pia Mikaeli ili ahakikishe majibu yako yanakufikia kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo tunaona malaika wanasaidiana kutekeleza majukumu yao ili kile kitu cha Mungu kiweze kufanikiwa. Sasa unapoona Mikaeli na Gabrieli wanasaidiana, Mikaeli anamsaidia Gabrieli, hii inakupa kujua kwamba hawa malaika wana mahusiano mazuri, ukaribu, ushirikiano mzuri sana. Wanatambuana kwamba hapa mimi siwezi hichi kitengo, ngoja nimuite fulani aje kunisaidia na kazi ya Mungu iweze kutimia vile ambavyo Mungu ameagiza. Kwa hiyo kama malaika wanahitajiana kwa kiasi hichi, je, wewe mwanadamu unawezaje kufanya vitu kutimiza kusudi la Mungu ukiwa peke yako? Mimi nadhani ya kwamba mimi na wewe tunahitajiana sana. Mimi nakuhitaji wewe na wewe pia unanihitaji mimi. Mimi namhitaji malaika. Kwa hiyo unakuta huo mzunguko, tunahitajiana. Useme kwamba wewe ni mkamilifu, kila kitu unaweza peke yako. Unaweza kuendesha huduma ya Mungu peke yako, kwamba umepakwa mafuta na upako unaweza kufanya kila kitu. Hapana. Kila mtu ametiwa kwenye eneo lake. Hata katika huduma yangu, huduma yako, Mungu amewaweka watu kila sehemu, kwamba huyu atafanya eneo hili katika huduma ya huyu atafanya katika eneo hili. Kwa useme kwamba Mungu amekupa huduma sawa, lakini hiyo huduma kuna watu ambao Mungu anakupa ufanye nao kazi ili kusudi lake liweze kwenda vile ambavyo anataka liende na litimie. Kwa wanadamu tunahitajiana sana sana, kama vile ambavyo malaika nao wanahitajiana ili kuweza kutimiza majukumu ambayo Mungu amewapa. Hilo ni funzo ambalo la kujifunza kwamba Gabrieli alimhitaji Mikaeli. Je, mimi na wewe hatuhitajiani? Gabrieli malaika mkuu, ana uwezo wake, lakini anazuiliwa na viumbe kwenye anga. Huyo ni malaika wa Mungu, anazuiliwa. Je, mimi na wewe, mara ngapi wachawi wanatuzuia mambo yetu? Mara ngapi mizimu, waganga wanazuia mipango yetu isiende? Lakini wewe umeng'ang'ana ya kwamba unaweza peke yako. Kama kuomba, unaweza kuomba. Hapana. Kuna wakati unahitaji maombi ya mtu mwingine aweze kukusaidia, kukuinua zaidi ya pale ambapo wewe umeishia kuomba. Kwa mtu wa Mungu, usilizike kwamba kila kitu unaweza. Shirikisha watu wenzako, muombe pamoja katika hilo jambo na utaona matokeo makubwa, kwa sababu kila mtu amepewa nguvu na neema tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuangalie sasa vigezo vya kuweza kusaidiwa na Mikaeli. Vigezo vya kuweza kusaidiwa na huyu malaika mkuu Mikaeli. Ukisoma Danieli 12 sura ya kwanza, Danieli 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu
wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa Danieli anaambiwa kuna wakati wa taabu ambao haujawahi kuwepo, lakini Mikaeli ataachiliwa na atawaokoa wale tu ambao wameandikwa katika kile kitabu, maanisha kitabu cha uzima. Hilo jambo la kwanza la kuweza kujua kigezo mojawapo cha Mikaeli kukusaidia kukupigania vita zako. Kitu cha kwanza, jina lako liwe limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima wa milele. Inamaanisha kama jina lako alipo ni kitabu cha uzima wa milele, ana uwezo wa kushuka na akakupita, akakuacha. Hautapata msaada, hautaokolewa. Utasema malaika hajashuka, kumbe alishuka na amekupita kwa sababu upo katika dhambi. Jina lako halijaandikwa katika kitabu cha uzima. Mtu wa Mungu unahitaji kila siku kufanya toba, kujihakikishia kwamba kila wakati jina lako limeandikwa katika kile kitabu cha uzima wa milele, ili wakati ambapo Mungu anaachilia msaada kwa watu wake, Mikaeli asikupite, akuokoe. Kwa maana hiyo, Mikaeli ni malaika ambaye anawajua waliomo katika kile kitabu cha uzima wa milele na hauwezi kumdanganya. Kama nisema ataokoa walioandikwa kwenye kitabu, inamaanisha huyu ni malaika ambaye anajua huyu yumo kwenye kitabu ni muokoe, huyu hayumo ni mwache. Kwa hiyo malaika ambaye amepewa uwezo huo wa juu sana. Kwa maana hiyo unahitaji kuwa mtu wa toba sana, mtu wa Mungu. Na kama unapenda vita, upo vizuri kwenye ile eneo la vita, unahitaji kuwa mtu wa toba kupita maelezo, kwa sababu malaika Mikaeli na majeshi yake, hawa malaika wa vita, ili waweze kusaidia. Mwana Danieli anaambiwa kwamba majina ya watu hao yawe kwenye kitabu cha uzima, watakuwa salama, wataokolewa. Kwa hiyo inamaanisha mtu wa vita, ili uweze vita za kushinda, unahitaji kuwa mtu wa toba sana, uwe mtakatifu mbele za Mungu, ili Mungu anapokuachilia msaada, malaika zake wakusaidie, basi uwe unaupata ule msaada kwa wakati na unashinda vita. Mikaeli ana uwezo wa kukomboa taifa zima kwa mujibu wa Danieli 12:1, kwamba anashuka kwa ajili ya taifa kuokoa watu. Na hapo Biblia haijaandika kwamba Mikaeli na malaika zake watashuka, ila imeandika kwa umoja kwamba Mikaeli atasimama upande wa watu wako, atawaokoa wale tu ambao wameandikwa kwenye kile kitabu. Kwa hiyo tunaona kabisa uwezo mkubwa ambao Mikaeli ana uwezo hata wa kulikomboa taifa zima. Malaika mmoja ana uwezo wa kukomboa taifa, komboa watu kwenye taifa zima, malaika mmoja peke yake. Kwa unaona kabisa viwango ama uwezo ambao Mikaeli ameumbiwa na Mungu. Unaposoma Yeremia 1:19, Biblia inaposema ya kwamba nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Hivyo mtu wa Mungu, ukiwa mtakatifu na ukaishi maisha matakatifu, ndipo Bwana atakuwa pamoja nawe na atakutendea yote yaliyo mema. Atakuokoa, atakulinda, atakubariki, atakufanikisha na vitu vingi sana Mungu atakutendea, ila tu unahitaji kuwa mtakatifu mbele zake. Sawa, Biblia inaandika sisi sote ni wenye dhambi, lakini inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, ataturehemu, atusamehe. Kila wakati fanya toba ili kujihakikishia kwamba unampendeza yeye, ili Mungu awe pamoja nawe, uso wake ukutazame kila wakati. Maovu yanafanya Mungu afiche uso wake asitutazame,
na hivyo tunakosa msaada. Ila tukitenda leo mema, tukiishi katika utakatifu, Mungu atakuwa pamoja nasi na atatulinda na kutuokoa kupitia malaika zake. Kwa maana hiyo, maombi yeyote ya vita lazima yaanze na toba. Kwa nini unaanza na toba? Ili uweze kujihakikishia uwepo wa Mungu unaenda pamoja na wewe kwenye hiyo vita, na wakati Mikaeli anaachiliwa asikupite vitani. Fanya toba kabla hujaanza kupigana vita. Fanya toba kwanza. Hilo ni jambo la muhimu sana. Usianze vita pasipokuwa na umefanya toba. Yamkini unapambana vitu ambavyo vina uhalali wa kukutesa, ila ukifanya toba umeondoa ule uhalali, ule umiliki, na hivyo itakuwa rahisi wewe kushinda vita na kupokea msaada kutoka katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo malaika Mikaeli ni malaika mwenye uwezo mkubwa sana, mwenye ufahamu mkubwa mno katika eneo la vita kuliko malaika wengine na kuliko wanadamu wote chini ya jua ambao tunaishi, ama majeshi yote ya duniani ya nchi zetu. Malaika Mikaeli ni malaika mwenye ufahamu mkubwa, mwenye uwezo mkubwa anapokuja katika eneo la vita. Na unapotaka kushughulika na vitu vya kuzimu, shetani na malaika zake walioasi pamoja naye, hiyo vita inamhitaji malaika mkuu Mikaeli, kwa sababu malaika Mikaeli ndiye malaika pekee ambaye alishughulika na huyu kiumbe ambaye anaitwa Lucifer ama shetani, huyu kiumbe wa kuzimu, na alimshinda. Si malaika mwingine, ni malaika Mikaeli. Kwa unapohitaji kushughulika na falme za kuzimu, unahitaji Mikaeli awe moja nawe katika hiyo vita. Kwa unahitaji kumwambia Mungu amwachilie malaika wake Mikaeli unapoingia katika hiyo vita na kuzimu. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na unaweza kuwa na maswali ya kwamba nachokifundisha, je, nina uhakika nacho kiasi gani? Nitakupa ushuhuda kidogo. Katika siku ya kwanza ambayo Mikaeli alinitokea, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa pili 2021. Siku hiyo nilipata maono na nilitembelewa na shetani chumbani mwangu ambamo nilikuwa nimelala, na alikuja akasimama wakati wa usiku nikiwa nimelala, lakini alipoingia katika chumba niliweza kushtuka na nikaamka, na nilipotazama kwa macho ya nyama, sio tu ya rohoni, kwa macho ya nyama, nikaona kiumbe mbele yangu ambaye amesimama, amevaa mavazi meusi kutokea juu mpaka chini. Mikono yake ameifunika kwa gloves nyeusi mpaka chini, vitu vyote ni vyeusi. Na ushuhuda huu si mara ya kwanza, nimekuwa nikiusema mara kadhaa, lakini kwa faida yako wewe ambaye ni siku yako ya kwanza unasikiliza, aliposimama pale chumbani, mimi nilikuwa na maswali mengi sana nikijiuliza, je, hichi ni kitu gani? Huyu mtu ameingilia wapi? Ni nani? Amevaa kila kitu cheusi, kanzu fulani nyeusi mpaka chini, viatu vyeusi, kila kitu yeye kwake ni vyeusi, nywele nyeusi. Na nikaishi nipo ndotoni, lakini nikiangalia mazingira nayaona, nikaishi je, ama naona vibaya, ni mtungi wa gesi. Nikiangalia gesi kule, ndoo zipo kule, kila kitu kiko mahali pake, lakini huyo kiumbe amesimama. Lakini punde si punde alipotea, na alipopotea macho yangu yalijifunga
na nikachukuliwa pale chumbani. Roho yangu ilitoka, nikaacha mwili, roho ikaondoka, nikachukuliwa na nikasimamishwa katika mbingu ya kwanza, kwa maana angani. Niliposema pale katika mbingu ile ya kwanza, nikiwa bado sielewi nini kinaendelea, nikapewa taarifa ya kwamba kuna malaika anashuka. Nilipotazama juu nikaona mbingu zikifunguka na yule malaika anashuka taratibu sana. Hana wasiwasi, hana haraka, hana papala, anashuka taratibu. Mimi nikawa najiuliza ni malaika nani anayeshuka huyo? Roho wa Mungu ndani yangu akasema, nikasikia sauti akisema ya kwamba huyo ni malaika mkuu Mikaeli. Kwa mimi nikasema, wow, malaika mkuu Mikaeli ni malaika ambaye nimekuwa nikimsikia siku zote, malaika mkuu, malaika mkuu, malaika mkuu, malaika mkuu. Sasa ninakwenda kumuona uso kwa uso. Kwa nikawa na furaha hata kabla hajafika pale ambapo nipo, lakini ule wakati amefika pale ambapo nimesimama angani pale katika mbingu ile ya kwanza, alitamka maneno machache sana na kwa sauti kubwa ambayo haina mfano wake hapa duniani, sauti kubwa mno. Na ile sauti ilisema ya kwamba maneno haya, na nukuu, ya kwamba usiogope, niko pamoja nawe, nitakupigania. Usiogope, niko pamoja nawe, nitakupigania. Alivyoongea sentensi hiyo, hakusema kingine chochote. Akaanza kuondoka, kupandisha juu mbinguni taratibu, kama ambavyo alikuja akarudi juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukio lile nikaanza kulitafakari ule usiku, niko macho, nimeamka, naanza kutafakari. Tukio limenitokea sekunde chache tu nyuma, dakika chache tu zimepita, tukio zito ambalo kwa mara ya kwanza sikutegemea, na nilikuwa sielewi kwa nini linatokea, lakini nikaja kugundua katika maono ya pili yake, katika usiku huo nikiwa chumbani nimekaa, nakuta roho zikiibuka chini, kutokea chini ya ardhi zinainuka juu. Sina hili wala lile, zile roho zinainuka, zinapandisha mpaka linakuwa jeshi kubwa mbele yangu, wamejipanga. Na mimi nikaanza kujiuliza, hawa wamejipanga nikana wanataka wanishambulie, lakini kuna nini kinaendelea? Nikasikia kwa umbali sauti ya Roho Mtakatifu akinisaidia kunielewesha kile ambacho wale wamepanga kukifanya. Yale majeshi yalikuwa yametumwa na Shetani, majeshi ya mapepo ni wengi, sijaiona, ni wengi mno, ni maelfu ya roho ambazo zimesimama pale mbele. Wakuwa wakisema ya kwamba tutahakikisha tunamuua kabla ya wakati wake, kabla huduma yake haijaanza, kwa maana atatutia hasara kubwa katika ufalme wetu. Tutahakikisha tunamuua kabla huduma yake haijaanza, kwa maana atatutia hasara kubwa sana katika ufalme wetu. Kwa nikagundua kumbe lengo la hawa kujipanga ni kwa sababu waniue, ili nisitumikie lile kusudi la Mungu, kama nitawatia hasara. Wameshatambua. Kwa nikagundua hii vita sio ndogo, ni vita ya kuzimu. Na yule kiumbe ambaye alinitembelea pale chumbani alikuja ndiye Lucifer, lakini kilichomfanya Lucifer akimbie pale chumbani ni kwa sababu aligundua muda si mrefu Mikaeli anashuka. Kwa hiyo alipotea mbele yangu pale chumbani. Mpaka leo ile eneo ambapo huyu kiumbe alitokea na alisimama, hata sasa nalikumbuka na naweza kumwonyesha mtu kwamba alisimama mahali hapa, na katika kile chumba cha malumalu nakikumbuka hata sasa kwamba hapa ndipo aliposimama huyu kiumbe hiyo siku. Kwani ni vitu vya uhalisia, sio ndoto, sio story ya kutungwa, ni kitu halisi ambacho kimetokea. Japokuwa mtu mwingine anaweza asione, lakini ni tukio ambalo liko la uhalisia
live ambalo lilikuwa na uhalisia mwingi. Na hiyo siku kitu kilichonitia nguvu, sikuogopa katika ile majeshi ambayo shetani aliyatuma kwa mara ya pili baada ya yeye kukimbia, ni ile kauli ya Mikaeli kwamba usiogope, niko pamoja na wewe, nitakupigania. Kwa hiyo nikawa najikuta na nguvu na ujasiri, sina uoga na kitu chochote. Kwa hiyo nakuta Mikaeli alishuka. Kwa nini? Kwa sababu Mikaeli anahakikisha kuna usalama, anahakikisha hakuna ambacho kinaingilia ajenda ya Mungu, kwa sababu wale shetani alikusudia nife kabla sijaanza huduma. Kamaanisha alikuwa anaingilia ajenda ya Mungu isitimie ndani yangu, kusudi la Mungu lisitimie. Kwa hiyo unakuta Lucifer na Mikaeli, malaika mkuu, alishuka kwa ajili yangu na akasema usiogope, niko pamoja na wewe, nitakupigania. Na shetani akakimbia. Na sio mara moja shetani kutoka, na mara nyingine alikuja pia kujaribu kuniangamiza, lakini kwa uwezo wa Mungu na neema ya Mungu mpaka sasa niko hai na huduma kama hivi ambavyo unasikia sauti yangu. Ni ushindi ambao Mungu amenifanyia. Lakini nilichotaka kujua ni ujue ya kwamba Mikaeli ndiye malaika ambaye anashughulika na ajenda za Mungu kwamba zitimie, na anashughulika na kila kiumbe ambacho kinajaribu kuingilia ajenda za Mungu duniani na mbinguni. Sijakupa ushuhuda ili kujisifia, ila nimekupa ili uweze kujifunza kuelewa zaidi kwamba Mikaeli amepewa madaraka yapi, ana uwezo upi. Kwa huduma zetu zinaenda sio kwa sababu ya maombi yetu au kwa sababu sisi tuna upako sana au kwa sababu Mungu ametuita, ila kuna viumbe nyuma yetu wanapambana usiku na mchana kuhakikisha huduma zetu zinasogea, kuhakikisha hatufi kabla ya wakati wetu, akiwemo Mikaeli ambaye anahusika kuhakikisha kusudi la Mungu linatimia katika maisha ya wanadamu wote. Kwa hiyo mtu wa Mungu unahitaji kuishi maisha matakatifu sana ili uweze kupokea msaada wa Mungu kila wakati ambapo Mungu anakuwa akikupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Tuna kila sababu ya kumtukuza na kumsifu Mungu wetu na kumwabudu siku zote kwa sababu ya matendo makubwa ambayo anatutendea. Licha wengi wetu pengine hatuoni vinavyotendeka katika ulimwengu wa roho, lakini sisi ambaye tumepewa neema ya kuweza kuona, basi tunawashuhudia na wengine ili pamoja tuweze kumtukuza Mungu. Tuelewe kwamba Mungu huwa hanyamazi kwa ajili yetu. Mungu anatupigania, anatupenda, anatukumbuka, anawatuma malaika wapambane kwa ajili yetu. Kwa hiyo unapomwona Mikaeli, kuzimu yote ikiona Mikaeli ameshuka duniani, kuzimu waga inatikisika kidogo, inaingia mshtuko, kuna nini tena? Kwa sababu anajua kabisa Mikaeli ni kiumbe hatari mno, hawapendi hata kumwona, hawataki hata kumwona. Shetani hataki hata kumwona Mikaeli. Kwa ukitaka kumkela Lucifer, shetani, ukitaka kumweza, muitie Mikaeli ashuke. Kwa hiyo kuzimu haimpendi Mikaeli kwa sababu inajua alichowafanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona mapepo, majini ni vitu vidogo sana kwa Mikaeli. Kwa mtu wa Mungu, yasikutisha mapepo, yasikutisha majini, sijui waganga, sijui mizimu. Ni vitu vidogo sana ambavyo ukimwita Mikaeli ndani ya sekunde uwanja mtupu, wameanguka. Kwa hiyo Mungu anatupenda sana, na ili uweze kufaidi hayo yote, kutendewa hayo yote, unahitaji tu kukaa vizuri na Mungu katika uwepo wake. Ishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Ishi maisha ya maombi. Tenda leo mema.
Mfurahishe Mungu. Usimfurahishe mwanadamu wala malaika, mfurahishe Mungu. Tusifu Mungu na kumshukuru na kumtukuza katika yale anayokutendea, ili azidi kutenda zaidi na zaidi, kwa sababu moyo wa shukrani ndio moyo ambao unapokea zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Hata kama uoni, wewe mshukuru tu Mungu kwamba Mungu umetenda na utaona majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyo ndiye Mikaeli, malaika mkuu. Kwa ufupi naweza nikamwelezea hivyo, lakini ni malaika mwenye uwezo mwingi na matukio mengi sana. Mmoja malaika wenye nguvu kupita wote ni huyu kiumbe ambaye anaitwa Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa ajili ya wakati wako usiku leo. Tutaishia hapa, na tukipata neema tuendelea kuangalia masomo zaidi ya malaika katika vipindi vinavyokuja. Tafadhali endelea kunifuatilia katika chaneli hii ya YouTube. Kila wiki, kila siku endelea kufuatilia muendelezo wa masomo haya ya malaika, ili uweze kuwafahamu, kwa sababu watu wengi wameshindwa kusaidia, kwa sababu unamkuta mtu akitaja malaika tofauti na kile ambacho anahitaji kutendewa. Unamuita Gabrieli kwenye vita wakati ilitakiwa umuite Mikaeli. Kwa hiyo maombi ya watu wengi yanakuwa hayana uzidisho mkubwa, kwa sababu wanaita majina tofauti na ombi tofauti na kitengo cha huyo malaika. Unamuita mlinzi aje kukuponya, polisi aje kukuponya, hawezi. Unamuita nesi aje kulinda, hawezi. Lazima kwenye ulinzi muite polisi, mwanajeshi. Kwenye uponyaji muite nesi, daktari. Kila mahali muite. Panapohitaji haki, mtafute mwanasheria mwenye kitengo hicho. Ndivyo hivyo kwa malaika. Ili uweze maombi yako yaweze kuwa na udhihirisho mkubwa, unahitaji kuwa umemuita au umemtumia malaika ambaye ni wa kitengo hicho. Utaona majibu. Mungu akubariki na asante kwa ajili ya wakati wako. Nakukumbusha tu uendelee kusubscribe channel hii, ubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, na kama hauja like wala kushare comment, tafadhali fanya hivyo ili kuweza kusupport, kunitia nguvu. Na Mungu akubariki sana. Share video hii, share link na watu, wafahamishe watu, wakaribishe watu waweze kusikia ujumbe mzuri na maarifa mazuri ya kimungu, ili nao wapige hatua na kubarikiwa kama wewe ambavyo unabarikiwa. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Usiache kunifuatilia, na tukutane katika sehemu zinazokuja. Uwe na wakati mwema. Amen.